Jumla ya watu 641 wamefikishwa mahakamani hadi sasa wakishtakiwa kwa makosa ya uhaini na makosa mengine yanayohusishwa moja kwa moja na maandamano na vurugu zilizotokea nchini Tanzania kuanzia Oktoba 29 mwaka huu. Mawakili Maduhu William, Paul Kisabo na Dickson Matata wamezungumza na waandishi habari Novemba 11 mwaka huu kama wanachama wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS na miongoni mwa mawakili walioteuliwa na chama hicho kuhakikisha wanatoa msaada wa kisheria bila malipo kwa washtakiwa hao walioko maeneo mbalimbali nchini, sambamba na wale ambao bado wanaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi nchini. Katika maelezo yao wamesema miongoni mwa washtakiwa hao 240 wako Dar es Salaam wanashtakiwa kwa makosa ya uhaini. Washtakiwa 172 wako mkoani Mwanza wakishtakiwa kwa unyang'anyi wa kutumia silaha, uchomaji mali, uharibifu mali na kufanya vurugu. Dodoma wapo washtakiwa 32 wakishtakiwa kwa kosa la uhaini, na Kigoma wapo 11 wanaoshikiliwa kwa unyang'anyi wa kutumia silaha. Kwingineko Iringa wapo washtakiwa 89 wakishtakiwa kwa kosa la uhaini na unyang'anyi kwa kutumia silaha. Njombe kuna washtakiwa wa uhaini 9. Tabora kuna washtakiwa 5 wanaoendelea kushikiliwa na polisi. Bunda kuna washtakiwa 29, Tarime kuna washtakiwa 9 na Mafinga washtakiwa 45, wote wakishtakiwa kwa makosa ya uhaini. Wakati huo huo, mawakili hao wamesema bado hadi sasa hawajapata hati ya mashtaka inayowahusu washtakiwa walioko mkoani Arusha ambao wamefikishwa mahakamani kwa makosa ya uhaini. Kutokana na makosa mengi yanayowakabili watuhumiwa kutokuwa na dhamana kwa mujibu wa sheria, na baada ya mashtaka yao kusoma mahakamani kwa Dar es Salaam, watuhumiwa walipelekwa katika gereza la Segerea. Wakili Maduhu amesema mawakili hao wamewaeleza waandishi wa habari kuwa adhabu ya juu kabisa wanaoweza kukutana nayo wateja wao endapo wakakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa, huku adhabu inayofuatia ikiwa ni kifungo cha maisha jela, huku adhabu ya chini kabisa ikiwa ni kifungo cha miaka 30 jela. Hivyo kutokana na uzito wa adhabu chini ya mwamvuli wa TLS, mawakili hao wameahidi kutoa utetezi unaostahili na kwa ukamilifu wake kisheria.